Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo. Niko na jambo la kufurahia na kushukuru Mungu kwa wema wake. Kwa hivyo wakati huu tunaenda katika neno la Bwana, karibuni sana. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awatende mema. Kwa hivyo leo tunaenda kuangalia kuhusu ushindi ambao unayepatikana kupitia jina la Yesu, kupitia damu ya mwana kondoo ambaye Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka kwa ajili yetu ili tuwe na uzima na ili tuwe washindi. Kwa hivyo sasa tushukuru kwa sababu ya neno. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Napoenda kunena, Roho wako akasukuu sukani, maana siwezi pasipo Roho wako. Kaneni na kila mmoja wetu, nasi tutakushukuru na kulitukuza jina lako, na nikupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Revelation ama Ufunuo 12 mstari wake wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Burudia. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi ukapatikana kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, tunashinda na tusaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Hatushindi ni kwa sababu ya uwezo wetu, hatushindi kwa sababu ya kila tulicho nacho, lakini tunashinda kwa sababu ya damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ushindi unapatikana kwa sababu ya damu iliyomwagika pale Kalvari. Yule mwovu Ibilisi akashindwa kwa sababu ya damu. Kwa hivyo ukiwa na damu ya Yesu, ukipokea Yesu katika maisha yako, akikufanya kuwa mwana, amekupatia uwezo wa kutumia damu yake, amekupatia uwezo wa kutumia jina lake. Na katika kila jambo, katika kila hali, ukiona mambo ambayo hayafai, unapaswa kuyakataa ukitumia damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ushindi haupatikani kwa majina yetu, ushindi haipatikani kwa viongozi, ushindi unapatikana kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomiliki mwaka huu wa 2026, tunapaswa kuwa na uwezo wa kulitaya jina la Yesu, kutaya damu ya Yesu ya mwana kondoo katika mwaka huu, na tunakiri ushindi, maana damu ndio inaye tusaidia kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neno la ushuhuda wao, na kwa neno la ushuhuda wao. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hivyo tunapotoa ushuhuda yale Mungu ametutendea, mahali Mungu ametutoa, hiyo ni kudhihirisha ya kwamba Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hata msee unapotoa ushuhuda mahali Mungu amekutoa, moyo wangu unafurahi na unapatia Mungu sifa. Ni kwa sababu gani? Kuna mahali Mungu amekutoa na ni yeye aliyokupigania vita. Kwa hivyo ni ushuhuda, hata kama ni wa miaka ngapi. Maana adui alikuwa kuua kitambo, na tungekuwa na msee njaki kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya damu ya mwana kondoo
akakuokoa na akakusaidia, na unazidi kundumu na kuishi kwa sababu ya utukufu wake. Kwa hivyo wakati unaposhuhudia yale yote Mungu amekutendea, inakuwa ni nguvu, inakuwa na uwezo. Sio unapofanyiwa kitu na Mungu wewe unanyamaza. Mungu anapokutendea kitu, anakutendea kwa sababu ya ushuhuda, kushuhudia matendo yake mema ambayo ni ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa unaona hata wanasiasa wakifanya kitu lazima mtu atangaze sana. Kwa sababu gani? Ya ushuhuda. Anakampenia chama chake ama chochote anacho kampenia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapo kampenia ufalme wa mbingu, tuna kampeni kwa sababu ya ushuhuda wa yale Mungu ametutendea. Tunayakiri na mwingine anajua ya kwamba Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hata hii maandiko imeandikwa yale yametendeka, na kwa sababu hiyo inakupasa wewe na mimi tunamshinda adui, kumkumbusha, ulikuwa umenifinyilia hapa lakini Mungu akaniokoa, ulikuwa umenikusudia haya lakini Bwana akaniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ushuhuda. Kwa hivyo ushuhuda ni muhimu, kushuhudia ni muhimu, kudhihirisha yale Bwana amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata ushindi kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa yale Bwana ametenda. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao kupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Shadraka, Meshaki na Abednego wakakataa hata maisha yao, wakaamua liwe liwalo, tutasimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukipenda maisha utayapoteza, ukipoteza maisha utayaokoa, ndivyo maandiko yanasema. Bwana Yesu asifiwe. Ukipenda maisha yako, ukijipenda wewe mwenyewe, utayapoteza maisha yako. Ukiyapoteza maisha yako utayaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tuna imani na tukuwe dhabiti kwa kila hali na kwa kila jambo, ili tukaweze kupigana vita vya kiroho. Wala vita vyetu sio vya mwili na damu, bali ni vita vya kiroho, vya kuangusha kila falme, kila ngome kilichojinua, kijinuacho kinyume na elimu ya Mungu, tunakiamurisha kinainama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu sio damu iliyomwagika bure, ilimwagika, ni damu ya ushindi. Unapotaya jina la Yesu, kila falme zinasalimu amri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie katika Romans, Warumi 8 mstari wake wa 37. Lakini katika mambo haya yote tumeshinda. Na katika mambo haya yote tumeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima ujue katika mambo yote, ujue wewe ni mshindi kwa sababu ya damu ya mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua katika mwaka huu wa 2026 katika mambo yote tumeshinda. Wewe usiangalie hali uone inakumaliza. Hiyo kataa kupitia damu ya mwanakondoo, na utangaze mwaka huu katika mambo yote mimi ni mshindi, katika hali zote mimi ni mshindi, liwe liwalo mimi ni mshindi, maana Kristo ambaye nimempokea yeye ni mshindi na mimi ni mshindi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuamini Mungu, tunapaswa kuweka tumaini kwa Mungu, liwe liwalo. Tunajua katika hayo yote sisi tu washindi.
Bwana Yesu asifiwe. Na ukiri mwaka huu ni wako, na utangaze mwaka huu wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi unapatikana kwa mtu ambaye anaamini ushindi mahali unaotoka ni kwa Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Na unaamini kupitia hiyo damu wewe ni mshindi, na inakuwa hivyo. Na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Mungu alitupenda akatoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ushindi umepatikana kwa njia ya upendo. Huu ushindi unapatikana kwa njia ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumepatiwa ushindi na upendo. Bwana Mungu alitupenda akamtoa mwana wake wa pekee. Upendo ukangarimika. Mungu akangarimika kutulipia gharama kwa sababu ya damu ya mwana kondoo. Yesu Kristo akawa kondoo aliyesulubishwa, aliyekataliwa, aliyeuawa kwa sababu yetu, ili sisi tuwe zaidi ya washindi. Yeye alishinda na sisi tu zaidi ya washindi. Yani washindi na unasonga songeza. Ama inasema nini? Zaidi ya washindi. Kwa hivyo ni washindi na wanaongezewa kitu hapo. Ama sio washindi tu, ni washindi na zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 2026 tangaza mimi ni mshindi na zaidi ya mshindi. Si mshindi tu, zaidi ya mshindi. Kwa sababu gani? Ya yeye aliyetupenda. Hakuna kitu kizuri kama mtu kupendwa. Kila mtu analilia kupendwa. Mzee analilia apendwa na mama. Mama analilia apendwa na mzee. Watoto wanalilia wapendwa na baba. Ama kunaendaje? Kila mtu anataka kupendwa. Ukiwa mtoto unapenda kupendwa na mama na baba, kila unataka anakupatia. Kwa hivyo yeye aliyetulipia gharama ni yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo upendo wa Mungu ni wa ajabu, kiwango akumsuia mwana wake wa pekee kwa sababu ya kutulipia gharama ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo uko na gharama zake. Upendo hauwezi ukapenda tu kwa mdomo, lazima matendo yadhihirishe. Ama kunaendaje? Mbona unaweza kuambia unapendwa alafu hauna viatu na baba anakuambia ninakupenda sana? Kweli utaamini hiyo? Wewe utasema unapenda mke wako uende ukakula nyama na wao wakule githeri. Na useme githeri, daktari anasema githeri na nyama ni diet ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Wasome lakini masaa mengine mnatucomfort. Wasome wakati mwingine wanajaribu kutafuta yule mtu wa chini wamweke at least ajisikie hata yeye yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo upendo ni upendo ambao Kristo Mungu mwenyewe alidhihirisha kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu songa teremka hapo kidogo. That it. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba
wala mauti wala uzima. Nimekwisha kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima ujue na utambue wala mauti wala uzima. Wala malaika wala mwenye mamlaka. Wala malaika wala mwenye mamlaka. Wala yaliyopo wala yatakayokuwepo. Wala yaliyopo wala yatakayokuwepo. Wala wenye uwezo. Wala wenye uwezo. Wala yaliyo juu wala yaliyo chini. Wala yaliyo juu wala yaliyo chini. Wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu. Wala kiumbe kinginecho hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukate kauli, uwe liwe liwalo, watu wakowe, ni walio hai, waliokufa, vimamlaka, uwezo, malaika na kile kitu, utangaze katika mwaka huu wa 2026, katika maisha yangu yote hakuna chochote kitakachonitenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikupenda na wewe lazima udhihirishe huo upendo wake katika maisha yako. Useme mimi hakuna kitakachonitenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kunenea maisha yako. Unapaswa kuongea na kusema hakuna chochote kitakachonitenga na upendo wa Mungu. Ukiwa umeamua hivyo, unakaa ukizungumza, hakuna chochote kitakachokutenga. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wanashindwa kumpenda Mungu vizuri. Wanampenda Mungu tu hivyo hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kikukuja kidogo kinakutenga na yeye. Mtu mkiimba na yeye, tuseme ni kwa praise and worship, akukanyange bahati mbaya, amekutenga na upendo wa Mungu. Je, ni yeye ulikuwa unaabudu? Je, ni yeye ulikuwa unatumikia? Maandiko yanasema hakuna kitu kitakachonitenga na upendo wa Mungu. Anasema hata kama ni kifo hakitanitenga. Yaani ameamua vitu vyote. Unajua mtu akifika wakati wa kusema hata kifo, hakuna kitu kingine kikubwa amebakisha. Kuna kitu kingine saidi hiyo. Amesema hata kifo hakitanitenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo wapi mtu atakayesimama aseme hata mke wangu, watoto wangu, kitu chochote hakitanitenga na upendo wa Mungu? Ati girlfriend amekukataa, umeondoka kanisani na umesahau. Bwana Yesu asifiwe. Mshirika amekukosea, sijui mchungaji akufanya, naondoka katika upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe umeamua. Mungu alikupenda akakulipia gharama ili upate uzima, na wewe huo uzima unakubali unaharibiwa na watu. Unakubali unaharibiwa na marafiki. Unamkubali unaharibiwa na hali. Ati nikiwa sina pesa siwezi nikakanyaga kanisani. Unauliza huu ni utoto wa kiwango gani? Mkristo ati leo ati sina pesa sitaenda kanisani. Ati leo sijui niko na nini, sijui niko na hasira, sijui nimekasirishwa, sijui nimefanywa. Je, Mungu unampenda kweli? Maandiko yanasema hakuna kitu kitakachonitenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 2026 tuachane na utoto wa kiroho. Tuwe ni watu wamekombolewa na damu ya Yesu yenye thamani kubwa. Kama
Kama Mungu akumzuia mwana wake wa pekee akakulipia gharama, hiyo gharama ni ya hali ya juu. Mtu akikulipia gharama akutoe mahali pabaya, lazima udhamini hiyo gharama amekutolea. Lazima tukua Kristo tunayempokea ambayo tumempokea Yesu na watakayempokea, lazima tudhamini ile kazi Bwana aliyofanya pale msalabani. Tudhamini damu ya mwana kondoo ambayo inatupatia ushindi. Tuseme hii damu inatupatia ushindi. Kwani rafiki yako akikukasirisha ama akukosee, je, ni yeye aliyekuokoa? Ni yeye atakaye kupatia uzima? Hapana. Kwa hivyo lazima uwe umeamua, hakuna chochote kitakacho nitenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unazunguka kanisa hii, kwani kuna kanisa utaenda ukute ni ya malaika. Yesu alisema, waseni ngano na magugu simee pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukikutana na gugu, lisikutishe, wachana nalo, sio wewe. Mwenye kung'oa atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kung'oa atakuja, atakaye tenganisha. Sisi hatuwezi tukatenganisha, maana hiyo sio kazi yetu. Sisi kazi yetu tu ni kuhubiri, tuambie upendo wa Mungu, ushike na utende vile neno linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tuamue katika mwaka huu, katika maisha yako ukate kauli. Unajua ukikuwa ukijiongelesha, hata maroho atajua huyu hakuna kitu kitakayomtenga na upendo wa Kristo. Hata akileta tu majaribu, anajua huyu sitamweza. Hata wakati Ayubu alikuwa amepelekewa majaribu, Mungu alikuwa na ushuhuda wake, huyo hautamtoa. Je, Mungu anaweza akakushuhudia akasema njaki hawezi akatolewa na kitu katika nyumba ya Mungu? Andrea amwambia wacha nimuangalie. Anamuletea marafiki kwa sana, analeta hii, analeta hii. Amwambia waangalia, huyo hawezi akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukushuhudia, Mike, huyu hawezi akatengwa na upendo wa Mungu. Anaweza akashuhudia. Mungu atashuhudia na kwa sababu gani? Ya msimamo wako ambao umeshikilia. Msimamo wako ambao umekata kauli kutoka ndani ya moyo wako. Useme hakuna kitu kitakachonitoa katika upendo wa Mungu. Hakuna kitu kitakachonitoa katika nyumba ya Bwana. Liwe liwalo, nitasimama na Mungu. Kuwe mwezi, kuwe jua, nitasimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niwe na iko nacho, niwe sina, bado niko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu utaona vile atatenda. Utaona vile Mungu atadhihirika katika maisha yako kwa sababu ya kumsimamia. Shadraka na Meshaki na Abednego wananifurahisha sana. Na kuna kitu nauliza. Hii maandiko unasikia vile watumishi wa Mungu walifanya, imeandikwa ya kutuentertain ama imeandikwa ya kutusaidia kujua hakuna jambo lisilowezekana? Inatusaidia kujua kile ambacho tunapitia si zaidi ya kile wale wa kwanza walichopitia. Kwa hivyo tunakuwa na imani zaidi. Maana kuna wengine wamepitia hali ngumu na wakatoboa. Kwa hivyo hali ngumu, wewe unapaswa kuamini wewe ni zaidi ya mshindi, na useme katika hii hali nitatoboa na mimi ni mshindi na nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na imani ya kujua hapa nitatoboa, hapa haitanimaliza, hapa haitanitikiza, niko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu utaona vile atafanya na vile atajidhihirisha
katika maisha yako. Tuachane na wokovu ambao una dhamana. Wacha wokovu wetu. Mungu mwenyewe anashuhudia, anasema huyu ako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ako sawa, huyu ako strong. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ni jukumu letu tusimame mwaka huu, tusimame katika maisha yetu, tukaona wokovu wa Bwana, naye Mungu utaona vile atakupigania na atakushindania. Kama uyaokoka, nitaachia hapo. Nataka uamini Bwana Yesu. Hii wokovu na kutumia damu ya mwana kondoo hauwezi ukatumia kama au ya kuwa memba wa hiyo damu. Na kuwa memba ni kusema ni kukubali Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Ukubali kuachana nazo, ukubali kutubu. Bwana naye atakusamehe na atakuonekania na atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo rudia hiyo ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu na makosa. Ukanisamehe Bwana. Kavute jina langu katika kitabu cha mauti. Ukaandike jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekataa shetani. Nimekukubali Yesu uwe mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo Yesu nielekeze. Kutoka siku ya leo Yesu nifundishe, na nikupitia jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Kwa hivyo enda kanisa inayomwabudu Mungu kwa roho na kweli. Soma maandiko, jua damu ya Yesu imekuweka huru, na uamini uko huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanatuambia akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ni nini hii inakusumbua? Leo nataka uamini. Amini kwa damu ya mwana kondoo wewe ni mzima. Ukiwa mgonjwa, amini wewe ni mzima. Ukiwa ulikuwa unaona kama umefika mwisho, useme mimi sijafika mwisho, bado nitaendelea. Naye Bwana atakuokoa, naye Bwana atakukutana na haya ya moyo wako. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru. Nasema ni asante kwa ajili ya kipawa cha uhai, afya njema na uzima wa milele. Asante maana Baba, mimi ni saindi ya mshindi. Jina lako libarikiwe na lipewe sifa ukiwa mbinguni. Hakika Baba, kula kitu chochote kitakacho nitenga na upendo wako Kristo. Tazama wakati Baba, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji na aliye nyumba hii. Mungu ukawabariki na ukawatende mema. Kwa yote aliyokuwa mgonjwa Baba, ninatangaza uponyaji. Aliyekuwa ameonewa na adui, ninatangaza Baba kuwekwa huru. Aliyekuwa amefungwa, ninatangaza kufunguliwa. Kila roho ya kukandamisha watoto wa Mungu, kila roho ya kutumwa na ya kujileta, ninaikamata mateka na kuiangusha katika jina la Yesu. Mipango yote ya uovu ninaisambaratisha. Utawala wa giza ninausambaratisha katika jina la Yesu. Bwana, ukawaponye kiroho, ukawaponye kimwili katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikawatoshe. Neema ya Bwana ikawaweke huru katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninatangaza kufunguliwa kwa watoto wako. Ninatangaza uzima, ninatangaza uponyaji ukawashukie katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. 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 Mungu wa amani wabariki. Mungu wa amani awatende mema. Tutakuwa live hapa saa 6:30. Karibuni sana tukabarikiwe na Injili. Barikiwe sana.